Kwa hiyo unayo nafasi ya kufanya kwenye sehemu yako ambayo Mungu amekupa. Kwenye maisha yako ya kawaida pia unayo nafasi ya kufanya ili uweze kuzipokea baraka kwenye maisha yako. Unayo nafasi ya kufanya kitu cha kimungu ukapata baraka nyingi mno ambazo hazina majuto ndani yake. Zimejaa furaha, zimejaa amani, zimejaa ushuhuda. Ndani ya baraka za Mungu uko ushuhuda mkubwa sana ambao we mwenyewe ni ushuhuda. Kuna mtumishi wa Mungu alisema, mimi ni ushuhuda unaotembea, alofanya kwangu nimeaona. Amen. Kwa hiyo wewe hapo ni ushuhuda. Huo ushuhuda utatokana na kile ambacho utasimama kwenye nafasi yako, alafu kisha Mungu akafanya jambo kwako na watu wakaona, we mwenyewe ukaona kwanza, alafu watu wakaona bila kuwaambia, kwa sababu tayari ni baraka ya Mungu, na wakatamani kuona kwamba huyu mtu ni mtu wa namna gani. Fungua kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 19. Kumbukumbu la Torati sura 30 mstari wa 19 mpaka wa 20. Inasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuweka mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Wa 20 nasoma, kumpenda Bwana Mungu wako, asema kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hii ndiyo uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi Bwana aliyowapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo kuwa atawapa. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya maneno yako haya ambayo Mungu umeachilia asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu uliye mwaminifu, wewe unayeweza kufasiri kwa kila mmoja mmoja, zungumza naye sasa kwa ukubwa zaidi kulielewa lile ambalo Mungu umeliachilia. Kila nafsi ambayo umeikusudia Bwana ikapokee sawa sawa na uhitaji wa nafsi hiyo kwa uweza na nguvu zako, katika jina la Yesu nikiomba na kuamini, amen. Amen. Anasema, nitazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndio uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi Bwana aliyowapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo kuwa atawapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya ni maneno ambayo Musa anaambiwa waambie wana wa Israeli. Ni maagizo ambayo Mungu anawaagiza wana wa Israeli kupitia mtumishi wake Musa, kwamba ameweka tayari mbele yao kuchagua uchaguzi. Watakiwa ufanye nini? Ameweka uzima na mauti, laana na baraka, lakini ametoa ushauri kwamba chagua uzima. Ili upate nini? Ili uwe hai. Chagua uzima ili uwe hai. Lakini anaendelea pale, anazungumza, anasema chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Sio peke yako, wewe na uzao wako. Kwa hiyo unapobarikiwa wewe, hata kizazi chako kitabarikiwa. Amen. Ni kwa sababu umesimama kwenye nafasi yako,
umefanya kwa sehemu yako, zile baraka ambazo Mungu ataziachilia kwako zitaenda kwa watoto wako, kwa watoto wa watoto wako. Anasema kizazi vinne. Kwa namna ambavyo utamtii Mungu wako, lakini pale chini anazungumza sasa, ili uweze kupata hizo baraka, anatoa sasa mwongozo kwamba ule mstari wa 20, kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake. Kwanza, kumpenda Bwana Mungu wako. Jambo la kwanza, mpende Bwana Mungu wako. Ya pili, kuitii sauti yake. Kuitii sauti yake. Na kushikamana naye. Na kushikamana naye. Yako mambo mangapi hapo? 1, 2, 3, 4. Bwana Yesu asifiwe. Hayo mambo 4 ukiyachukua na ukianza kuyatendea kazi, ndipo baraka za Bwana zinakuja kwako. Amen. Amen. Kwanza umpende. Mtu unayempenda utamtii. Amen. Haleluya. Mtu unayempenda utashika kile anachokuelekeza, si ndio? Amen. Utashikamana naye kwa sababu unampenda. Yes. Cha tatu, cha pili, mpende Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake. Utaitii sauti yake na utashikamana naye. Lazima umsikilize mtu yeyote unayempenda. Jamani, tuone tu mfano wa kawaida. Mtu unayempenda lazima utataka usikilize anasema nini. Yes. Si ndio Yes. Jamani, si ndio? Amen. Yaani umekaa dakika ngapi unatamani tu umsikilize anasema nini? Au wewe umpigie, Bwana unaendeleaje? Si unataka umsikilize? Amen. Bwana naendelea hivi bwana, kuna 1, 2, 3, kwa sababu ni watu wanaopendana. Kwa hiyo atashikamana naye. Kwa Mungu anataka tumpende kwanza, tuisikilize sauti yake kama ulivyokaa hapa unaisikiliza sauti yake. Amen. Sauti yake haiji kama hivyo inavyokuja sauti ninayoongea mimi. Sauti yake ni neno lake, unapolisikia linakaa ndani yako. Alafu likikaa ndani yako unalishika lile, unalichukua sasa, unaanza kulitendea kazi. Na ndipo ambapo matokeo sasa yanatokea. Kwa sababu umempenda, umeisikia sauti yake na umeshikamana naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo mpendwa, fanya sehemu yako katika kupokea baraka zako. Fanya kile Mungu anachotaka ufanye. Usiwe ni mtu wa kupuuzia. Wakati mwingine tunazuia baraka sisi wenyewe. Amen. 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 Ametushauri chagua uzima ili uwe hai. Kwa tunatakiwa kuchagua uzima. Kuna mtu anapenda kufa. Siri kubwa aliyoificha Mungu, kwamba kifo hamna mtu anayejua atakufa lini. Na kama Mungu angeweka kwamba tarehe 1 mwezi wa 12 fulani anaondoka, sijui wangenikamatia wapi. Lakini hata ukikimbia kwa sababu yeye ni Mungu, hata huko uliko itakufuata. Asiye amegonga muhuri tayari. Lakini watu wanakimbia kifo. Sasa lazima na sisi tukimbie, kwa sababu tuchague uzima ili tuwe hai. Tuwe hai kwa mambo ya rohoni na tuwe hai kwa mambo ya mwilini. Hivi vitu viwili vinaenda pamoja. Mungu akikufanikisha kiroho na kimwili lazima atakufanikisha. Amen. Na jambo la kwanza Mungu kwanza. Amen. Amen. Kila kitu Mungu kwanza. Usiseme mimi alafu baadaye. Mungu hataki, nafasi yake ni ile ile ya kwanza. Kwa ukifanya kwenye sehemu yako ambayo Mungu amekuweka, ukaiweka ya kwanza, yeye atafanya mambo yako. Lazima tu atafanya. Kwa sababu anaona jinsi unavyompenda. Anaona vile unavyoisikiliza sauti yake. Anaona vile unavyoshikamana naye. Hata kuacha, lazima akubariki. Lazima bariki uzao wako. Lazima bariki watu wako. Lazima bariki ndugu zako. Kupitia wewe tu ukisimama ukafanya kwenye sehemu yako, lazima upokee baraka za Bwana. Haleluya. Tusijisahau wapendwa, tunao wajibu wa kusimama, wa kufanya sehemu yetu. Mungu ameachilia kwamba chagua. Sasa maamuzi ya kuchagua ni yako na ya kwangu.
Sasa leo anatushauri tuchague uzima ili tuwe na uhai, na ndani ya uhai kuna vitu vinatokea vilivyo hai. Hakuna kitu kinachotokea ambacho kimekufa, kwa sababu ndani yako uko uhai. Uhai huo uko ndani ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yuko ndani yako, na yeye anatenda kazi kila wakati, na yuko makini na wewe. Haleluya, amen. Roho Mtakatifu ukamwachia ile nafasi yake, ninakwambia utafanya kazi ya Mungu. Yaani utakuwa unasikia raha, hautaona mzigo. Wokovu wako hautaona ni kitu kidogo, utaona ni kitu cha thamani kuliko vitu vingine vyote. Kwa nini aliimba nimwache Yesu niende kwa nani? Aliona uthamani wa Yesu ndani yake, kwamba bila Yesu mimi siwezi, bila Yesu mimi sitatoboa, bila Yesu mimi sitafika huko ninakokwenda. Kwa hiyo natamani nimuone Yesu kwenye maisha yangu. Yesu, simama pamoja na mimi, na mimi ninasimama pamoja na wewe. Kwa hiyo lazima tuambatane naye, tufanye kwenye sehemu aliyokupa. Fanya mpendwa, una sehemu ya kufanya ili upate baraka zako kutoka kwa Mungu, kiwepo uponyaji, kiweko mafanikio. Biblia inasema tuliumbwa ili kutawala na nini? Tusome maneno. Kumiliki. Unamiliki nini sasa ambacho Mungu amekupa? Bwana asifiwe. Neno la Mungu ni kweli na amina. Kwa Mungu akisema wewe ukasimama kwenye nafasi yako, huko kutawala kutakuja tu. Hautatumia nguvu, kwa sababu mwenye nguvu yeye, umefanya sehemu yako, yeye anafanya sehemu yake. Haleluya. Fanya sehemu ya Mungu, Mungu anafanya sehemu yako. Mnabadilishana. Tena wewe unafanya kwa udogo, yeye anafanya kwa ukubwa zaidi. Maana anataka yeye ajitambulishe. Anajitambulishaje? Kwa kupitia wewe. Anajitambulishaje? Kwa kuona mwanangu huyu leo nataka sasa watu wajue kwamba yes, mimi ni Mungu. Kama ulidharauliwa, ukasimama kwenye nafasi yako, ukafanya sehemu yako, lazima Mungu atakuheshimisha. Lazima utamuona Mungu, watu watabaki wanashangaa, yani huyu naye, kwa sababu Mungu yupo kazini. Wapendwa, ninawashauri, na mimi kama mchungaji, na mimi najishauri, nisimame nifanye sehemu yangu. Natamani na mimi nibarikiwe kama wengine, lakini yamkini kuna mahali sijafanya kwenye sehemu ambayo Mungu ameniweka, kwenye kile kiti ambacho nimewekwa, sijakaa vizuri. Amen. Unajua kuna kukaa vizuri na kukaa tu, si ndio? Ukikaa umerelax, yani umekaa kama alivyokaa Baraka pale, amekaa kimamlaka, si ndio? Kwa sababu kile kiti ni cha kwake na ndicho amepewa akae. Kwa hiyo lazima tukae kwenye zile nafasi. Hata Mungu akikuta hapo anaachilia tu baraka, kwa sababu anaona kile unachokifanya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Sasa ametoa maamuzi, lakini tukiona Yesu kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura 3 mstari wa 20, anazungumza Yesu pale, anasema tazama nasimama mlangoni nabisha. Amen. Nabisha nini? Mlango. Naomba usome hapo. Ufunuo 3:20. Inasema tazama nasimama mlangoni, nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Unaona la hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umebisha? Yesu anabisha mlangoni kwako. Je, umefungua huo moyo? Umeamua kuchagua kuufungua huo moyo, kwamba aingie sasa, akae hapo, ale na wewe? Si amesema mwenyewe? Bwana asifiwe. Amen. Anasema nitakula, nitakaa nawe, nitakula na pamoja nawe. Kwa ametoa maamuzi. Kama unataka kufungua mlango, fungua. Hautaki, acha tu, kaa hivyo hivyo. Chagua leo uzima au mauti, laana, baraka au laana.
anabisha. Kuna mtumishi wangu yuko hapa leo, nataka nimtumie kwa viwango vikubwa. Yuko tayari? Yule aliye tayari kufungua ule mlango, Yesu anaingia sasa ndani, na Yesu anaingia, anaanza sasa kufanya kazi yake. Yesu tuliye naye sasa hivi ni Roho Mtakatifu. Amina. Anasema naenda kwa Baba, nitaachia msaidizi ambaye atawasaidia katika safari hii, katika utumishi huu. Na alikuwa na nguvu. Amina. So mchezo kina Petro alikuwa anaogopa, leo anasimama kwa ujasiri na watu ni wale wale wanaongea. Ni kwa sababu tayari walifanya sehemu yao, na Mungu akajitwalia utukufu, na Mungu akawabariki pia. Kwa mpendo mtakatifu wa Mungu, mimi na wewe ni mawakala tulio huru. Unayo haki ya kufanya uchaguzi kwenye maisha yako. Lakini naamini kabisa wote hapa tumefanya maamuzi mazuri ya kumchagua Yesu. Sasa kama tumemchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tuachilie mioyo yetu ile sehemu ambayo Mungu amekaa atuongoze kufanya vitu vya kimungu, kufanya maisha yetu yabadilike. Hata kama haiwezekani kwa macho ya nyama, lakini katika ulimwengu wa roho ukiwa na imani yanawezekana. Amen. Maana tunamwamini Mungu kwamba anaweza. Tumemwamini kwa imani, tumemkiri kwa imani, na tunaona matendo yake makuu kwamba Mungu anaweza. Na ndio maana tunao ujasiri hata wa kuomba mbele zake kile tunachokihitaji, kwa sababu anasikia na anajibu. Analitimiza neno lake yeye mwenyewe, analithibitisha neno lake kwenye maisha yetu. Kwa unapoamua, chagua uchaguzi ulio sahihi utakaosababisha ufanye sehemu yako, alafu upokee baraka zako. Hakuna mtu atakaye kuhimiza. Roho Mtakatifu akishaingia ndani yako atasema na wewe, ila usiache, usimpuuze. Wengi tunampuuza Roho Mtakatifu. Anasema na wewe, unaanza kusema ni akili yangu au nimewaza sana. Sio hivyo. Kumbe Roho Mtakatifu ana kitu anatamani sasa usikie ile sauti, kumpenda, kusikia sauti yake, kushikamana naye. Amina. Narudi kule mwanzo, kumpenda, kusikia sauti yake, kushikamana naye. Umempenda sawa. Anapozungumza na wewe sasa, Roho Mtakatifu anatamani sasa ufanye sehemu yako. Maana anapoachilia kwako, anatamani ufanye, upokee baraka. Hawezi akaachilia kitu kisichokuwa na faida. Kila kitu kinachoachiliwa kwako kina faida. Haleluya. Kina faida, kiwe kibaya kiwe kizuri, liwe jaribu iwe ni shida. Unaposemeshwa kwa habari ya hicho kitu, fanya kama Mungu alivyokusemesha. Fanya kama Roho Mtakatifu alivyokusemesha. Alafu utayaona matokeo yake, sema kumbe. Alafu utabaki unaachama, kumbe. Ni kwa sababu gani? Ulitii sauti yake, ukashikamana naye, ukamwambia yule mwenye uwezo, mwenye nguvu, kwamba mimi siwezi, nahitaji msaada kutoka kwako, nisaidie Bwana. Naye akashuka mzima mzima kukusaidia, ukajikuta uko salama salimini. Haleluya. Anaweza kufungua moyo. Unaweza kufungua moyo wako na kuchagua kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Kwa nini unafanya uchaguzi? Kwa nini unafanya uchaguzi? Kwa nini unafanya uchaguzi? Kwa nini unapenda kuchagua? Leo unavaa nguo hii, leo unavaa nguo hii. Dada Teka, kwa nini kila siku usivae hiyo hiyo?
una sababu zako. Amina. Bwana asifiwe. Kwa kwenye machaguzi lazima ujiulize, kwa nini nachagua hiki kitu? Nimeamua kuvaa hivi ili nipendeze, si ndio? Ili nipendeze, nijistiri, nisionekane mtu wa ajabu, nionekane kama ni mtu ninayejielewa, najifahamu. Lakini kichaa hawezi kubadilisha, ni machaguzi yake hayo hayo. Ndio maana wanaita, kwa sababu ni kichaa, anavaa manguo anayajua, anafanya anachokijua yeye. Yaani yeye vitu vyake ni hivi chafu. Sasa hata kwa Mungu lazima tujiulize, kwa nini unafanya uchaguzi? Sababu ya kwanza, mwili wako ni nyumba. Amen. Haleluya. Mwili wako ni nyumba. Lakini hiyo nyumba inaishi roho. Si ndio? Kwa nini tukifa? Kwa nini watu wakifa wanazikwa? Akifa mtu, ina maana hata umpige mateke, ufanye chochote, afanye kitu chochote, ni nini inayotoka ndani? Ni ile roho inaondoka. Ni ule uhai unaondoka. Ni ule uzima unaondoka. Kwa hiyo linabaki tu hili limwili ambalo linaoza. Na ndilo linalotutesa sana. Si ndio wapendwa? Hii ndio linatutesa. Linatutesa kupitiliza maelezo. Kwa tunafanya uchaguzi kwa sababu miili yetu ni nyumba, lakini roho inaishi ndani. Sasa Mungu ametuamuru tuchague uzima, na roho ni uhai ambao Mungu ameweka ndani ya mtu ambaye ni mwanadamu, ambaye ni mimi, ambaye ni lijumba hili. Hili lijumba likisha roho uhai ukiondoka, lijumba hili halina faida. Kwa mfano hii nyumba pasipokuwepo watu humu haina faida. Litakuwa gofu. Si ndio? Mwisho wa siku watasema nini? Si nyumba tunasema mapagari. Sasa sijui ni Kiswahili, sijui ni nini, mimi sielewi. Yaani nyumba ambayo haikaliwi na mtu yeyote. Sasa ndivyo ilivyo hata kwetu, kwamba sisi miili yetu hii ni nyumba tu imetengenezwa, lakini kuna uhai, kuna pumzi ya Mungu aliyoiachilia ndani ambayo ndio inayoishi. Na ndio maana wakati huu tunaposema tunatakiwa kuchagua machaguzi yanayofaa, tusiangalie mwili, angalia roho. Amen. Na roho hiyo wakati mwingine Biblia inasema roho ushindana maana mwili wenyewe unatamani kufanya vingi, lakini roho inatamani inashindana. Lakini ukiwa na nguvu ya Mungu utaushinda mwili, kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwa ndani yako. Utafanya kile ambacho Mungu anatamani ukifanye. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ndiwe mwenye mamlaka juu ya nyumba yako, yani mwili wako. Unaweza ukauambia mwili usinisumbue. Amina. Lakini uwezo ukasema tu hivi bila kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Lazima umwambie Roho Mtakatifu, na utamkia mwili huu usinisumbue kwa jina la Yesu. Na hautakusumbua, kwa sababu umechagua machaguzi mazuri. Akili yangu natamani ianze kutafakari vitu vikubwa tu. Vile vikubwa. Roho Mtakatifu natamani kwenye kazi yangu nisifanye peke yangu. Roho Mtakatifu niongoze kufanya kazi. Yaani ifike wakati mabosi wangu waone huyu ni mtu wa namna gani, lakini nisiwe mimi, uwe wewe. Kila ninachokifanya tangulia. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna uharibifu wowote utakaotokea ukimwachia tu nafasi Roho Mtakatifu. Ni kutambua tu kwamba kuna sehemu unatakiwa wewe usimame, alafu kuna sehemu ambayo Mungu anatakiwa asimame. Yeye ni wa kwanza siku zote. Na unapomtanguliza yeye kufanya vya kwake, narudia tena, nimeongea mwanzoni,
kufanya vya kwake, yeye atafanya vya kwako. Dunia imebadilika. Niwaambie kitu kimoja, watakatifu wa Mungu. Tukiacha kufanya vitu vya kimungu, hata tukifanya vya kwetu, hakuna matokeo yoyote. Hiyo nakwambia. Utapata pesa sawa, lakini hautaona unachokifanya. Nukuu tu ujumbe wangu. Utafanya nini? Hautaona. Utaenda huku na huku kwa sababu unatumia tu akili yako, kwamba wewe una ujuzi, una akili nyingi, mjanja, unajuana na watu wengi. Hao watu wengi mwisho wa siku wataanza kukuumiza. Mwisho wa siku utaona, sasa mimi haya maisha gani? Sasa huo wokovu, unaona shetani anapoanza kukuteka hapo. Bwana asifiwe. Nilishasema marufuku kusema hali. Watu wanainama. Marufuku kusema hivi, uliye naye ameshindwa nini? Hujafanya sehemu yako. Hujafanya sehemu ambayo Mungu amekupa kuifanya kwa uaminifu, kwa kutii sauti ya Mungu. Mimi ninachoamini tu, Mungu hajawahi kumwacha mtu. Na mtu anayemtegemea Mungu siku zote, Mungu huwa anatenda mambo makubwa kwenye maisha yake. Mfano ni mimi mwenyewe. Haleluya. Wakati mwingine huwa najishangaa. Bwana asifiwe. Wakati mwingine huwa nikikaa nikianza kutafakari, sema hivi, mimi nimefikaje hapa? Tulianza katika ugumu sana, lakini bado tuliendelea kumtegemea Mungu. Tegemea watu. Ogopa kuwategemea watu. Watu wana mwisho wao. Amen. Watakusaidia, lakini itafika wakati, kwa sababu wewe akili zako badala ya kumtegemea Mungu, unategemea watu, watakuumiza. Na wakikuumiza, hicho kidonda kitaponwa na nani? Wakati Mungu ambaye anastahili kutegemea, ambaye yeye ukimtegemea yeye ni amani, ni furaha. Si amesema? Mstari wa 20 pale, si amezungumza? Kasema mwenyewe, so mimi. Yeye mwenyewe amesema kupitia maneno yake. Musa anapewa maelekezo ya kuambia wana wa Israeli. Na sisi ni wana wa Israeli wa sasa. Kwa hiyo tunapojifunza haya, tukayachukua, tukashikamana nayo, tukaanza kuyatendea kazi, lazima utaona. Tuondoe mashaka na wasiwasi. Dunia iko hivi hivi. Hivyo hivyo unavyoiona ndivyo ilivyo, hivyo hivyo. Lakini wewe uliye wa Mungu, hakikisha uko tofauti na hiyo dunia inavyosema, na hiyo dunia inavyoishi. Mungu anayo nafasi ya wewe kukupa. Naamini kabisa anao watu ambao wamewakusudia kwa ajili ya maisha yako. Anatamani tu fanya sehemu yako tu. Mtakuwa na ushuhuda mwingi mkichukua hili neno na kulitendea kazi. Mtakuwa ushuhuda kwa watu wengi. Kila unachokifanya, Mungu kwanza. Amen. Mungu kwanza. Mungu anataka tu, yani kidogo tumpe tu. Mfanyie yeye, alafu kwa moyo wa furaha, kwa moyo wa kupenda. Useme mchungaji naye anatuhubiria. Maana wengine saa hizi shetani ashaanza kuweka nakataa kwa jina la Yesu. Amen. Kanisa la umoja tunatakiwa Mungu atutofautishe na wengine. Namshukuru Mungu kwa sababu Mungu ameanza kufanya. Amen. Amen. Mimi najua nakoelekea. Najua watoto wangu wakoje. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu kwa sababu kuna kitu Mungu anaendelea kukifanya, na mimi natamani vionekane na nyie muvione. Usitamani maisha ya mtu mwingine, tamani maisha ya Mungu ndani yako. Usijisikie mpweke, unaye Yesu ndani yako. Biblia inasema hata wakiwadharau ni kwa ajili yangu, wakikucheka ni kwa ajili yako.
ya Yesu. Wakukusemea vibaya, usipambane nao. Wewe fanya cha kwako cha Mungu, siku moja watapiga magoti kwako kutoa heshima, kwa sababu ni majira yaliyojiliwa kwako kwa wakati huo. Wewe mtegemee Mungu, alafu mwamini. Utamuona mwenye nguvu, mwenye uwezo akitenda maajabu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Pia unaweza ukaruhusu neno la Mungu liingie moyoni mwako na likafanyika afya, uponyaji wako siku zote, likafanyika baraka. Maana ndani ya neno la Mungu amezungumza pande zote. Amen. Maisha halisi, maisha ya kiroho. Mungu amesema tufanye kazi, si ndio? Na Biblia inasema, kuna watu wanasemaje? Asiyefanya kazi, lakini Biblia haijaandikwa hivyo. Asiyetaka kufanya kazi. Aya, Google hilo andiko. Andika tu asiyetaka kufanya kazi. Kitabu gani? Maana watu tunapotea, tunaongeza kama sio wafalme, kitu kama hicho. Kitabu gani dada Lita? Mithali. Sio asiyefanya. Kuna watu hawana mikono, hawana miguu, wanatamani kufanya kazi, lakini kwa sababu hawana miguu. Asiyetaka. Kuna watu hawataki kufanya kazi, si ndio? Anataka tu kustarehe. Sasa huyo usimpe ugali. Ana mikono yake, ana miguu yake, ana macho yake. Lakini utakuta hao ambao hawana viungo, wana mawazo mazuri. Yanaweza kumshirikisha mtu, anamwambia fanya hivi, nifanyie hivi, naifanyie hivi. Si anafanya kazi. Yale mawazo ndo kazi yenyewe. Amen. So kazi tu. Yaani si unawaza, leo nataka nikapige deki. Lile wazo ndo kazi yenyewe. Yaani kazi sio inashuka tu hivi. Linatokea wazo. Natamani nifanye 1 2 3. Lile wazo ndo kazi yenyewe. Pale unachukua tu hatua ya kwenda kutenda sasa kwa vitendo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wapendwa, Mungu anachotutaka sasa, kila mmoja afanye. Simama peke yako, usimwangalie mtu. Amen. Kwa sababu mbinguni kila mtu atabeba furushi lake, si ndio? Kila mtu atavikwa taji. Kwa hapa ni kung'ang'ania taji. Mbona fulani hajafanya? Baraka zikija haziji kwangu, zitaenda kwa baraka. Si ndiye amefanya? Mimi ndio nitamsaidia kushangilia na kumtukuza Bwana kwa sababu amebarikiwa. Lakini mimi sitahusika kuzishika. Kama ni hela ni zake, labda yeye mwenyewe alisikia mama chukua 10,000 kanunue soda. Yeye. Lakini Mungu ameshusha kwake aliyefanya. Kwa hata wokovu ni wa mtu binafsi. Mbona fulani amefanya hivi na mimi naacha wokovu? Wewe. Yule atadaiwa na wewe utadaiwa. Mbona wanasema hivi na hivi na mimi pale sitaki? Wewe simama. Fanya sehemu yako. Umuone Mungu akitenda makubwa kwenye maisha yako. Umuone Mungu akitenda makubwa kwenye biashara yako. Umuone Mungu akitenda makubwa kiroho. Ukiendelea kukua na kuongezeka na kusababisha wengine kumjia Yesu Kristo. Kwa sababu ndani ya moyo wako kukishabarikiwa, hautatamani zile baraka ukae nazo. Lazima utawaambia na wengine. Kupitia hizo Mungu anafungua wengine wanapona, wengine wanaokoka. Hivyo ndicho Mungu anachotaka tukae, tufanye. Na Mungu ataenda kujitukuza. Amina. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeelewana wapendwa? Mungu atusaidie kufanya sehemu. Kwenye masomo yako, fanya sehemu yako.
Tangulize Mungu kabla hujafanya chochote. Kwenye biashara yako, unafungua genge lako, unaenda sokoni asubuhi, unamwambia Mungu, naenda sokoni, mimi sijui mtu aliye sahihi au asiye sahihi, lakini naomba nielekeze mahali pa kununua vitu. Roho Mtakatifu akikuelekeza, ukirudi kiweka gengeni, unamwambia genge hili, Mungu, mimi siuzi, mimi unauza wewe, mimi nasimama tu hapa. Utaona tu Mungu anachofanya. Yaani hiki ninachokiongea mimi nishakipitia. Kwa hiyo nakwambia kitu ambacho ni halisi na kinatokea. Kuna wakati nilikuwa napika chapati hapo. Nikaanza kupika. Nikaanza na kilo 3. Nikaja kilo 4. Nikaja kilo 5. Nikaja kiroba. Kwa hiyo nikaanza kupika kiroba kwa siku kilo 25. Lakini kabla ya kufanya chochote, namwambia Mungu, na kwa kuweko wengine wengi tu wanapika, kaambia Mungu, mimi najua wateja wangu wapo. Maana umesema utakusanya kutoka mashariki, magharibi, kaskazini kwa ajili yangu, sio mwingine, mimi. Kwa hiyo nikikaa pale, nikiinuka, hotpot hamna kitu, naendelea na shughuli zangu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo inawezekana, lakini lazima ufanye sehemu yako kwa ajili ya Mungu. Mungu kwanza. Tumejifunza asubuhi kwa habari ya miungu. Wale walipigwa kwa sababu hawakuabudu Mungu, waliweka vitu vingine badala ya Mungu. Mweke Mungu, iwe kwenye biashara yako, hata kama sio ya kwako, umeajiriwa. Simamia. Amen. Itoe ushuhuda huu kwa ufupi. Kwa na binti yangu Maggie alikuwa anakaa naye hapo nyumbani. Kuna siku sasa akaniambia, mama, mimi kule kazini sielewi. Naona 1, 2, 3, 4, 5. Ndicho anauza duka la madawa hapa Barakuda. Kaambia, mama, ikifika tu jioni yani wateja wanakuja wengi. Nikamsikiliza. Yani mpaka ile saa 8 naona na saa 4:30 ndio nafunga duka. Na mchana wanakuwa wapi? Hawapo. Kaambia okay. So wateja. Nimwambia tu hivi, kaambia sio. Mchana walikuwa wapi? Kwa nini unakuja usiku? Nikamwambia sasa cha kufanya, wewe ingia kwenye maombi. Walikuwa na mwenzie naye ameokoka. Nikamwambia wewe omba, utakuja kuniambia. Basi wakawa naomba pale dukani kwao, anaomba. Akawa anaonyeshwa sasa yeye mwenyewe kuna ua moja liliwekwa pale. Kumbe ameweka ile fimbo pap. Sasa siku hiyo asubuhi Mungu akamwambia toa hiyo fimbo. Bwana asifiwe. Akachomoa ile fimbo. Bosi wake alipokuja, ombeza sana. Chomoa ile fimbo. Akairudishia. Akarudi akaniambia, mama, yani nimelala nikaoteshwa hivi. Alafu Mungu ananiambia nafanya usafi asubuhi, nikakuta fimbo kwenye ua imechomekwa katikati ya ua. Yaani haionekani hivi. Nikaichomoa. Lakini alivyonigombeza bosi, amewaka. Nikamwambia, nilikwambia nini? Sasa unahitaji kuomba. Usiende tu pale. Yaani unatumikishwa. Wewe kataa. Kweli ikaenda mwisho akasema, mimi kazi tena na wewe basi. Nini? Kimewaka moto. Wateja ameshagundulika siri. Mimi nimwambia so wateja hao wanaanza saa 3 mpaka saa 4. Unakuta yuko busy. Lakini kutwa nzima mchana amelala tu, hafanyi kazi yoyote. Nikamwambia wale sio wateja. Ni watu wao, misukule yao huko wanaleta hapa wawatese tu, kurudi umechoka. Ukilala umelala. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini hata kama umeajiriwa. Fika pale mwambie Bwana, hii kazi nimepewa si ya kwangu, lakini Mungu najikabidhi mkononi mwako. Naomba unisaidie. Yamkini kuna watu wanapitia hali hizo. Akirudi nyumbani ni amechoka. Amechoka hasa. Yaani atamani aombe, atamani afanye chochote. Mpaka nikawa namuonea huruma wakati mwingine. Nikamwambia, "Mage vipi?" Nikamwambia, "Ni mama anachoka."
hiyo kazi hiyo muache. Lakini kwa sababu alikuwa ni mtoto mtii ananisikiliza, akasema mama, naamua tu kuacha. Nikamwambia Mungu atakupa kazi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine tunatakiwa kuwa makini. Unapoomba kuna vitu, hata kama kulikuwa na vitu vibaya, haviwezi vikakupata wewe. Kwa hakikisha kila eneo unalopita iombee ofisi yako. Sio wote wanaotamani wewe ukae pale. Kina Baraka, sio wote wanaotamani ukae pale. Ukifika piga maombi yako, mwambie Mungu asante. Umenipa ofisi hii, naomba utawala wako ukae hapa. Basi endelea na shughuli zake. Kwa hiyo hata kama wameweka vitu, havitafanikiwa Bwana asifiwe. Yaani watakuwa wanaenda wanatafuta, wakirudi wanakuta fire. Havina nguvu. Wanaweka havina nguvu. Wewe unaendelea kudunda. Amen. Fanya sehemu yako upate kupokea baraka zako. Haleluya. Amen. Simama kwa miguu yako, tumshukuru Mungu.